Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hali gani mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo? Karibu katika jahazi la wiki, ni fursa pekee kukujuza yaliyojiri kitaifa na kimataifa ndani ya juma zima hili, na bila kusahau nasaha zilizokumbushwa na makhatibu kutoka katika mimbar za misikiti mbalimbali. Kwa hayo na mengine mengi, nahodha wako hii leo mimi ni Hilal Sefu Riyami. Tulia habarika. Alhamdulillah, limetuchomozea vyema. Mihangaiko na misukosuko ya hapa na pale, tukiambaambaa pande na kona zote za dunia, lengo likiwa ni moja tu, kukukusanyia na kukuhabarisha yote yaliyojiri kitaifa na kimataifa. Hili ni jahazi la wiki. Tulia habarika. Na safari ya jahazi la wiki inaanzia huko Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi ametangaza ongezeko la kima cha chini cha mshahara kutoka shilingi 300,000 hadi shilingi kufikia 500,000 kwa mwezi. Rajab Shaban Matuga ana undani wa taarifa hiyo. Rais Dr. Mwinyi ametangaza ongezeko hilo la mshahara katika kilele cha maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani yaliyofanyika katika viwanja vya maonesho ya kilimo Kizimbani, mkoa wa Mjini Magharibi. Napenda kutumia fursa hii kuarifu kwamba serikali imeamua kuongeza kima cha chini cha mishahara kutoka shilingi 300,000 hadi shilingi 500,000. Aidha, Rais Dr. Mwinyi amesema hatua hiyo imezingatia hali ya uchumi wa nchi, gharama za maisha na kuwapatia motisha wafanyakazi ili kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Sasa utekelezaji wa uamuzi huu utaanza katika kota ya 3 ya mwaka mpya wa fedha. Ongezeko hili limezingatia hali ya uchumi wa nchi, gharama za maisha, pamoja na umuhimu wa kuwapa motisha wafanyakazi ili waendelee kutekeleza majukumu yao kwa bidii na uadilifu. Aidha, uamuzi huu unaenda sambamba na dhamira ya serikali ya kuboresha mazingira ya kazi na kuhakikisha kuwa watumishi wanapata stahili zao kwa wakati. Rais Dr. Mwinyi amebainisha serikali imetenga nafasi za ajira 7,500 katika mwaka wa fedha 2026-2027 pamoja na kuendelea kuimarisha maslahi ya wafanyakazi. Serikali itaendelea kufanya tathmini ya mara kwa mara ili kuhakikisha kuwa maslahi ya watumishi yanaendana na hali halisi ya uchumi na mahitaji ya wananchi. Aidha, katika kukabiliana na changamoto ya ukosefu wa ajira hasa kwa vijana, serikali katika mwaka huu mpya wa fedha imetenga nafasi za ajira 7,500 pamoja na kuimarisha stahili nyingine za watumishi. Kwa hivyo sio kima cha chini tu, kutakuwa kuna nyongeza za mishahara kwa ngazi zote kama zitakapotangazwa baadaye kwa mujibu ya miongozo ya utumishi wa umma. Awali, shirikisho la vyama vya wafanyakazi Zanzibar ZATUK
waliwasilisha ombi lao kwa serikali wakiomba kuzingatiwa pia kwa sekta binafsi. Ongeza mishahara ya serikali, wenzetu wa sekta binafsi huwa wanasahauliwa na wakati mazingira yao na yetu ni sawa. Kwa hiyo tunaomba kwamba marekebisho yoyote ambayo utayapendekeza Mheshimiwa Rais yawaguse watu wa sekta binafsi. Siku hizi hawa tulikuwa tuna hofu kile wakisimama hapa tunaogopa watasema nini. Lakini ninachofurahia ni kwamba tumeanzisha kitu kinaitwa partnership, yani social partnership. Ni marafiki wakubwa sana. Tunakaa kila kota, tunazungumza matatizo yaliyopo, yanatafutiwa ufumbuzi, na kwa kweli niseme kitu kimoja. Maelekezo ambayo ameyatoa Mheshimiwa Rais yameleta ufanisi mkubwa sana. Tumpe hongera na pongezi nyingi sana. Tukirejea jijini Dar es Salaam, baraza la maimamu na viongozi wa Kiislamu nchini wameunga mapendekezo makuu yaliyotolewa na ripoti ya tume ya Rais kuchunguza matukio ya kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025, hususan suala la maridhiano, uchunguzi kwa waliohusika na uwajibikaji. Nuhu Stima ana taarifa kamili. Akisoma waraka wa viongozi hao mbele ya waandishi wa habari Jumatano ya Aprili 29, 2026, Amiri wa Baraza Kuu la Jumuiya na Taasisi za Kiislamu Sheikh Musa Yusuf Kundecha amesema baraza linaunga mkono kwa moyo wote mapendekezo makuu ya ripoti hiyo. Sisi viongozi wa dini, maimamu wa Tanzania chini ya msingi wa Uislamu unaoamrisha uadilifu, haki, ukweli na amali, tumepokea na kuisoma kwa makini ripoti ya tume ya kuchunguza matukio ya kabla baada ya Oktoba 29 ya Mheshimiwa Jaji mstaafu Mohamed Chande Othman. Tukiwa kama mabalozi wa amani na uzalendo Tanzania, tunaunga mkono kwa moyo wote mapendekezo makuu ya ripoti, hususan yale yaliyogusa maridhiano, uchunguzi kwa waliohusika, uwajibikaji na kujenga taifa lenye amani ya kudumu. Wito wao wa serikali ni kuundwa kwa haraka tume huru ya jinai yenye mamlaka ya kisheria kuchunguza, kushtaki na kuhakikisha watuhumiwa wote wanachukuliwa hatua. Ushauri wetu kuhusu maridhiano yasiyo ni maridhiano ya wanasiasa, bali yawe ya Watanzania wote, na ikitokea kuwa kuna kikundi cha watu, chama cha siasa au kikundi chochote hakitaki, basi waachwe, maana Watanzania ni wengi na vyombo vya siasa ni vingi, wanatosha na wanahitaji sana maridhiano. Tunaitaka serikali kuunda haraka tume ya jinai yenye mamlaka ya kisheria kuchunguza, kushtaki na kuhakikisha wahusika wote wanachukuliwa hatua bila ya kuonewa haya. Kwa upande wao, baadhi ya wajumbe wa jumuiya hiyo wamewaomba Watanzania kuweka mbele maslahi ya taifa. Sisi katika umoja wa maimamu na waumini kwa ujumla tumeliangalia kwa upana jambo hili, lina faida kubwa sana. Kwa hivyo ni waombe Watanzania wote bila kuangalia dini zao, tukubaliane na matokeo ya tume, tuendelee hatua ya pili kama vile ilivyotangazwa na itakavyotolewa na Mheshimiwa Rais. Kwa wale ambao wana maslahi yao binafsi, huu sio wakati wa kuonyesha maslahi yako binafsi. Huu ni wakati wa kuitanguliza Tanzania kwanza. Azma yetu na makusudio ni kwamba kuienzi nchi yetu, kuwa na amani, ndio jambo la msingi sana. Itakuwa haipendezi sana tukiwa kama Watanzania, tena watu wenye imani, tukashindwa kuwa nasi watu ndugu zetu, viongozi wenzetu wa dini ambao wanaendelea kuchochea au kuto kukubali kuitengeneza Tanzania yetu. Tukisalia bado jijini Dar es Salaam, Baitul Mali Tanzania kwa kushirikiana na jumuiya ya wataalamu wa Kiislamu TAMPRO wametoa zaka ya jumla ya shilingi milioni 50 kwa watu wenye uhitaji 100, wakiwemo wajasiriamali wadogo waliounguliwa na vibanda vyao katika soko la Ubungo Mawasiliano jijini Dar es Salaam. Rajab Shaban Matuga na taarifa kamili.
Pamoja na wajasiriamali wadogo walioathiriwa na janga la kuunguliwa vibanda vyao katika soko la Ubungo Mawasiliano, wanufaika wengine ni familia zilizoathirika na mvua katika kijiji cha Doda, wilaya ya Mkinga, mkoani Tanga, wagonjwa, wanafunzi, wafungwa na wenye madeni. Na hii ni awamu ya kwanza, tutaendelea kugawa kadri tunavyopokea zaka hiyo. Haya tunayafanya sisi kama Baitul Mali, hususan za kuwajengea watu uwezo, wakiwemo kina mama, kuwapa nguvu za kiuchumi. Tunaunga mkono juhudi za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo kwa sasa inaongozwa na Madam President Dr. Samia Suluhu Hassan, kwamba tunataka tujenge uwezo ili kukuza kipato cha wananchi na hivyo kuinua maisha ya kila Mtanzania na kila mwanajamii. Kipindi soko linaungua, nilikuwa sina mwelekeo kabisa, nilikuwa naona kabisa ni hapa sina tegemeo, lakini kupitia hii zaka niliyopatiwa leo naweza kuanzisha upya biashara yangu na nikaendesha maisha yangu. Nashukuru sana. Baitul Mal Tanzania ilianzishwa mwaka 2002 ikiwa na jukumu la kukusanya na kugawa zaka, na mnamo mwaka 2022 ilipata msukumo mpya, na tangu hapo imefanikiwa kukusanya zaidi ya shilingi milioni 120 na kuzigawa kwa watu wenye uhitaji. Zaka, nguzo hii ya Kiislamu, inakuja sasa kumtaka yule ambaye anacho aliyekuwa nacho cha ziada, akifikia kiwango fulani, basi atoe sehemu ndogo ya ile mali yake ili waweze kusaidiwa hawa ambao hawana uwezo wa kupata mahitaji yao ya lazima. Hawa tunawaita, kuna watu tunawaita mafakiri, ni yule ambaye kwamba kipato chake ni cha chini kabisa. Kuna maskini ambaye anapata kidogo lakini hakimtoshelezi. Sasa hawa wanahitaji kupata uungwaji mkono. Kwa hiyo zaka inaunga mkono. Ndio maana tunasisitiza kwamba katika vitu ambavyo vinaweza kupunguza umasikini kwa spidi kubwa sana, basi ni swala zima la utoaji wa zaka. Kitendo cha kujumuisha utoaji wa zaka hiyo kwa kuwalipia faini wafungwa waliopo magerezani kunapongezwa na baadhi ya taasisi zinazojihusisha na kuangalia wafungwa, ikiwemo Shura ya Maimamu. Sisi tumekuwa tuna muda mrefu tunawasaidia. Kuna baadhi ya wafungwa ambao wamekuwa wanafungwa lakini wanashindwa kulipa faini, na faini zenyewe zinakuwa ndogo. Wakati mwingine shilingi 50,000 mtu anafungwa miezi 6, wakati mwingine shilingi 500,000 mtu anafungwa labda miaka 2. Tunaamini kwamba kwa utaratibu huu ambao watu wa Baitul Mali wamesema kwamba utakuwa ni endelevu, yani kile watakapokuwa wanagawa zaka watakuwa wanaangalia na wafungwa, tunaamini kwamba itasaidia kupunguza tatizo la hao watu walioko kule gerezani. Lakini pia tunapofanya hivyo inasaidia unasaidia nchi pia vile kupunguza ule mzigo wa huduma, kwa sababu anapokuwa gerezani kwamba anakula, analala, anatibiwa na kadhalika. Kwa hivyo mnaposaidia kuwatoa mnakuwa mnapunguza ule mzigo. Na mtazamaji wa Mahasin TV, kipindi hewani ni Jahazi la Wiki. Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA Manispaa ya Singida limepokea takribani makala 1000 ya masahafu yaliyotolewa na taasisi ya ZAF yenye makao yake makuu visiwani Zanzibar. Ramadhani Idilimu anatupasha zaidi. Nakala hizo za Qur'an tukufu zimepokelewa na Shekhe wa wilaya ya Singida mjini, Shekhe Isa Simba, ambaye amebainisha kuwa ujio wa misafu hiyo ni hatua muhimu ya kuimarisha elimu ya dini. Sisi tuna mahitajio makubwa ya misafu kwa sababu kwenye madrasa zetu kuna vijana wanahifadhi Qur'an, lakini kupitia shirika hili limetusaidia leo litaamsha ari mpya kwa vijana wetu ili kuhifadhi Qur'an, kwa sababu wamepata misahafu bure. Lakini tuwaombee Mungu aendelee kuwapa nguvu wafadhili hawa, waendelee kutusaidia sana sana. Mwenyekiti wa walimu wa madrasa Manispaa ya Singida, Sheikh Said Ramadhani Wawa, tayari ameanza kutembelea baadhi ya madrasa kwa ajili ya kukabidhi misahafu hiyo, ambapo ameanza na chuo cha Nuru Salama kilichopo Onyankindi, kata ya Mitunduruni. Naam, nakiri kupokea misahafu kwa ajili ya kugawa katika madrasa za wilaya ya Singida mjini, na tayari tupo kwenye madrasa hii ya Nuru Salama. Tumekwisha gawa misahafu na tunagawa misahafu, na baada ya kutoka hapa inshallah kwa kupokea hili jukumu kutoka kwa shekhe wetu wa wilaya, tunaendelea kugawa kwenye madrasa zingine. Naomba tuwashukuru wahisani ambao kwamba walitutembelea kwa kutuletea baadhi ya vitabu, misahafu ambayo imekuja kutusaidia katika upande wa ufundishaji sisi walimu na katika upande wa wanafunzi kujisomea masomo yao. Kwa upande wao, uongozi wa taasisi hiyo wameeleza kuwa lengo lao ni kuunga mkono harakati za elimu ya dini, na hivyo wataendelea kushirikiana na madrasa mbalimbali
hususan kutatua changamoto za vitabu. Na tumeona baadhi ya sehemu kwamba uhitaji wa mashafu na baadhi ya vitu vingine vya kusukuma dini ya Allah kwenda mbele ni mkubwa. Kwa hiyo hata na sisi wenyewe tumeona acha tuingie, tujitolee na sisi na kutegemea malipo kwa Allah. Basi na sisi tutarudi makwetu inshallah, tutajaribu kuongeza nguvu, tutarudi tena inshallah. Kutokea hapa mkoani Singida, Ramadhan Idilimu wa Mahasin TV. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini DCEA imekamata gunia 133 za dawa za kulevya aina ya bangi na kuteketeza mashamba ya kilimo hicho yenye ukubwa wa ekari 68 pamoja na kukamata watuhumiwa 7 na kuwahifadhi kwenye maeneo tofauti mkoani Tabora. Hii hapa ni taarifa yake Saidi Kapalila. Kukamatwa kwa dawa hizo za kulevya pamoja na watuhumiwa wa kilimo hicho ni kufuatia operation iliyofanyika kwa muda wa siku 7 kwenye maeneo ya mapori ya Igombe River na Nyaua yaliyopo wilayani Uyui na Sikonge mkoani hapa, ambapo baada ya kukamilika kwa operation hiyo, Kamishna Jenerali wa mamlaka hiyo Aretas Limo anaeleza ufanikishaji wa zoezi hilo. Tulifanya operation katika pori la Igombe River lililopo katika wilaya ya Uyui pamoja na Nyaua lililopo katika wilaya ya Sikonge. Katika operation hiyo ilikuwa ni maalum kwa ajili ya kuteketeza na kubaini mashamba ya bangi yaliyopo katikati ya pori hizo baada ya kupata taarifa za kiintelijensia kuhusiana na uzalishaji wa dawa za kulevya katika mkoa wa Tabora. Katika operation hiyo tulikamata gunia 133 zilizokuwa ndani ya pori hilo, mapori haya mawili ambayo tulifanya operation. Lakini pia tuliteketeza ekari 68 za mashamba ya bangi zilizokuwa zimelimwa katikati ya mapori hayo na kukamata watu 7 kuhusiana na uhalifu huo. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Tabora Paulo Chacha ametoa maelekezo kwa mamlaka za uhifadhi mkoani hapa kuhakikisha wanafanya operation za mara kwa mara ili kudhibiti kilimo hicho haramu. TFS mimi ni kuelekeze jitahidini sana, kwa sababu maeneo bahati nzuri ni hayo ni Nyaua na Igombe. Wekeni hata temporary camp huko, tusikute nyumba wala kijumba cha mtu huko. Hayo ni mapori ya hifadhi, maana hakuna familia. Unakuta mtu amejenga nyumba katikati ya pori alafu amefyeka heka 20 amelima bangi, hakuna familia pale, manake wanaenda kwa ajili ya kazi ya kulima bangi. Kwa hatutegemei, kama mamlaka tunayo, askari tunao, tunakuta nyumba zipo porini na tupo kila siku katika doria zetu. Kama hatujitoshelezi basi tuimarishe doria. Katika kuhakikisha kilimo cha dawa za kulevya kinatokomezwa nchini, Kamishna Limo anaeleza mikakati endelevu ya kudhibiti swala hilo. Tutahakikisha tutafanya operation za mfululizo katika maeneo yote, na wale wote ambao wanalima katikati ya mapori hayo na kuzalisha dawa za kulevya ndani ya mapori na nje ya mapori, tutahakikisha kwamba tunachukua hatua za makusudi kuhakikisha kwamba tunadhibiti huo uhalifu unaofanyika. Kwa hiyo nitoe wito kwa wahalifu wote na wale wote wanaozalisha dawa za kulevya katika mkoa wa Tabora kwamba waache mara moja. Sheria itachukua mkondo wake kuhakikisha kwamba tunachukua hatua za kisheria, tena hatua kali kabisa, kuhakikisha kwamba tunawakamata wote wanaohusika na uzalishaji huo wa dawa za kulevya katika mkoa wa Tabora sambamba na nchi nzima. Kutoka Tabora, Saidi Kapalila, Mahasin TV. Na kwa taarifa hiyo ndo tunahitimisha jahazi la wiki kwa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, na kisha tarejea hapa kuangazia nasaha zilizokumbushwa na makatibu kutoka katika mimbar za misikiti mbalimbali. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Karibu tena mtazamaji wa Mahasin TV, na sasa ni wasaa kuziangazia nasaha zilizokumbushwa na makatibu kutoka katika mimbar za misikiti mbalimbali. Nidhamu zote wanazoziweka wanadamu kwenye hii dunia kwa kila jambo, Uislamu ulikwisha tangulia nidhamu hizo zamani. Karne ya 7 Uislamu unaongelea haki za wafanyakazi. Watu wakiurejea Uislamu una suluhisho na malalamiko na maradhi yote walionayo wafanyakazi. Anasema Mtume, atul ajira ajrahu qabla an yujifa araquhu, mpeni mfanyakazi mwajiriwa haki yake kwa maana ya mshahara wake kabla jasho lililovuja
kwenye uso wake halijakauka. Katika hii dunia ya leo wako waajiri ambao wameandikisha watu kazi, halafu mtu anampa mwajiriwa wake, mfanyakazi wake, mshahara tarehe 40. Wengine wanakwenda miezi 2 malimbikizo, mwingine anakaa kazini miezi 6. Haki za mwajiriwa ni kupewa mshahara wake kabla ya jasho halijakauka. Hakikisheni mnamcha Allah subhanahu wa ta'ala na mtafute maridhiano ya kweli pale mnapokosana. Hii ukienda katika suratu Al-Anfal aya nambari 1 unakutana na maelekezo ya maridhiano pale tunapokuwa tunakosana. Ndugu zangu katika imani, haikutosha Allah subhanahu wa ta'ala akasema wasulhu khair, na suluhu, maridhiano ni jambo bora. Allah anasema maridhiano pale mnapogombana baina ya familia, maridhiano pale mnapogombana baina ya mume na mke. Kinachokuja cha maana sana hapo ndani ya nyumba ni maridhiano. Bila maridhiano nyumba itakuwa ngumu. Bila maridhiano inawezekana watu wakasambaratika na jamii ikasambaratika. Lakini maridhiano ndo msingi wa maisha, kwa sababu kullu bun adam khata'un, kila binadamu katika maisha hukosea. Mke anakosea, mume anakosea, watoto wanakosea. Kama hamtokaa chini kutengeneza suluhu na maridhiano, nyumba inakuwa ni kaburi kama makaburi mengine. Allah subhanahu wa ta'ala katika hii miezi mitakatifu anasema maneno haya, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ardh, hakika idadi ya miezi mbele yake Allah, miezi ya mwaka ni miezi 12 katika maandiko yake. Mwenyewe aliandika hivyo, mzunguko utengeneze miezi 12 tangu alipoumba mbingu na ardhi. Akatuambia katika hiyo miezi 12, minha arba'atun hurum, katika miezi 12 hiyo akafanya yeye 4 iwe mitakatifu, akaifanya miezi 4 iwe mitakatifu. Akatoa agizo, la tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu katika miezi hiyo mitakatifu nafsi zenu kabisa kabisa. Msidhulumu nafsi zenu hata kidogo. Rabbi, kwani dhulma siku nyingine inaruhusiwa? Allah angetujibu hairuhusiwi. Lakini basi kama umedhulumu siku nyingine, hata miezi mitakatifu, yani huoni kama kuna mwezi mtakatifu aka huo pia? Kwa hiyo tuwe makini, hilo ni katazo kubwa. Kuna matendo ovu yanaharibu matendo mema uliojitahidi kuyakusanya katika umri wako yote. Miongoni mwa matendo hayo ashirku waridda wanifaq, shirk na kurtadi katika dini yako na kuwa mnafiki. Vitu hivi huvimtoa mtu na humporomoshia yake yote yale aliyoyafanya, aliyotaabika nayo katika umri wake wote. Anakuja mbele ya Allah habaan mansura. Tutanabba, Allah anasema katika suratul Baqara aya 217, Allah anasema waman yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah anasema atakayeirtadi na kaacha dini yake, kafanya jambo likamtoa katika dini yake na akida yake, akafa hali ya kuwa ni kafiri mshirikina, fa ulaika habitat a'maluhum, hao matendo yao yataporomoka fi dunya wal akhirah, yameporomoka duniani na akhera. Miongoni mwa matukio yalotokea katika mwezi huu wa Dhulqaada ni Ghazwatu Bani Quraidha, ni vita vilivyopiganwa vya Bani Quraidha, na hivi vita vimepiganwa mwaka wa 5 wa Hijiria baada ya mtume kutoka Maka kwenda Madina, na vita hivi vilikuwa vinafuatana na vita Ghazwatul Ahzab baada ya wale Wayahudi kuvunja mikataba waliowekeana na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akaamua kuwapiga vita kwa mikataba walioivunja. Tena walikusudia kumuua bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa matukio yalotokea ndani ya mwezi wa Dhulqaada ni Hisaru Taif fi al-aam ath-thamin min al-hijra, wale waislamu kuzingirwa katika mji wa Taif na kunyimwa baadhi ya hukuki ambayo ilikuwa ni mwaka wa 8 wa Hijiria. Lakini tukio kubwa ndani ya mwezi huu wa Dhulqaada ni Sulhul Hudaybiyah, kutokea ndani yake sulhu alioiweka bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na Makuraish, na ikaitwa ni Sulhul Hudaybiyah. Miongoni mwa masiku mazito ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika unabii wake ilikuwa ni Yaumul Hudaybiyah. Katika Sulhul Hudaybiyah
hujui kama anayegawa riziki ni Allah, unaingilia mamlaka ambayo sio ya kwako wewe, unagombana na jirani yako kwa sababu ya wateja wamenunua kwake, kwako hawajanunua. Muislamu ana muongozo, ana maisha mazuri ambayo ameelekezwa na Qur'an na hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usiwe mfano wa hovyo, kuwa mfano uliokuwa mzuri na majirani zako. Kwani hadithi ya Abu Huraira, sema Abu Huraira radhiyallahu anhu, kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, atakayekuwa na muamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho, fala yu'dhi jara, simuudhi jirani yake, asimuudhi jirani yake. Aisha radhiyallahu anha mmoja amekaa na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, inna li jarain, mimi bwana na majirani wawili ya Rasulullah, fa ayyuhuma ila ayyuhuma kati hawa wawili ni nani nimfanyie wema, nimpatie zawadi mimi? Mtume anamjibu Aisha radhiyallahu anha, amwambia, ila aqrabihima, yule ambaye yuko karibu na mlangoni kwako, manake ile nyumba unayopakana nayo, huyu ndiye ambaye umfanyie wema kabla ya mwingine. Na hayo angalau ni kwa uchache tu yaliyokumbushwa na makatibu kutoka katika mimbari ya misikiti mbalimbali ambapo kamera za Mahasin TV zilivinjari huko. Pate mapumziko mafupi na kisha tutarejea hapa kuangazia habari kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Mahasin TV channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Karibu tena mtazamaji wa Mahasin TV, na sasa ni wasaa wa kuangazia habari kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Katika habari za kimataifa tunaanzia huko nchini Afrika Kusini. Wahamiaji wa Kiafrika katika mji mkuu wa Afrika Kusini, Pretoria, wameshauriwa kuchukua tahadhari wakati wa maandamano ya kupinga uhamiaji haramu, kukiwa na hofu ya mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni. Ghana imewashauri raia wake kufunga biashara na kudhibiti shughuli zao za umma, huku mkuu wa muungano wa Nigeria nchini Afrika Kusini akiwaomba wanachama wake kufanya ibada wakiwa nyumbani. Hisia za kupinga wahamiaji zimepata fedha za kisiasa katika miaka ya hivi karibuni, huku baadhi ya wageni wakiamini kuwa wanachukua kazi na kunufaika kutokana na huduma za umma. Akilaani mashambulizi ya hivi majuzi dhidi ya wageni, Rais Cyril Ramaphosa alitumia hotuba yake ya siku ya uhuru siku ya Jumatatu kuadhimisha uchaguzi wa kwanza wa kidemokrasia nchini humo wa mwaka 1994, pia kuikumbusha nchi yake deni lao kwa mataifa mengine barani humo katika kuunga mkono mapambano yao dhidi ya mfumo wa ubaguzi wa rangi. Aidha, rais huyo alisema raia wapaswi kuruhusu wasiwasi wao kuzaa chuki dhidi ya Waafrika wenzao. Kwingineko, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepiga kura kupunguza idadi ya wanajeshi wa kulinda amani nchini Sudan Kusini kutoka 17,000 hadi 12,000. Baraza hilo limepiga kura kupunguza idadi ya wanajeshi wa kulinda amani nchini Sudan Kusini kutoka 17,000 hadi 12,000 kwa lengo la kuzuia kurejea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe katika taifa hilo changa zaidi duniani. Azimio hilo lililoandaliwa na Marekani liliidhinishwa kwa kura 13 bila pingamizi, huku Urusi na China zikijizuia kupiga kura.
Azimio hilo limeongeza muda wa kikosi hicho cha kulinda amani hadi Aprili 30 mwaka 2027. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Mike Watts alisema azimio hilo linalenga kurudisha kikosi hicho kwenye misingi yake ya awali ya kulinda amani, kuwalinda raia na kusaidia upatikanaji wa misaada ya kibinadamu. Sudan Kusini ilijipatia uhuru wake mwaka 2011 na kutumbukia baadaye katika vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 2013. Na mpaka hapo ndo tunafika mwisho wa jahazi la wiki. Inshallah pata majali wake Maulana. Ungana nasi mwishoni mwa juma lijalo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha kuletea jahazi la wiki, mimi ni Hilali Sefriami, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi taufik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asante na kwaheri. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.